Jamii ya wilaya ya Kaskazini A Unguja wametakiwa kutunza rasilimali za bahari na kutumia vyema mafunzo waliopatiwa na jumuiya ya JDF. Tupate taarifa zaidi. Ushauri huo umetolewa na mratibu wa mradi ndugu Shehe Awesu Shehe wakati alipokuwa katika kikao maalum cha wadau wa uvuvi wa wilaya ya Kaskazini A Unguja. Kikao kilichofanyika katika chuo cha mafunzo ya amali Mkokotoni, mkoa wa Kaskazini Unguja. Shehe amesema wadau wa uvuvi wana jukumu kubwa la kuhakikisha wanatunza rasilimali za bahari na kuepuka migogoro yote inayoweza kujitokeza. Kwa hali moja au nyingine, kile ambacho wamejifunza katika ile mikutano ni lazima wakitumie katika jamii zao, na wakitumie kwa sababu haya mafunzo kwa mfano ni ya siku moja tu, lakini athari ya mafunzo yale inakuwa ni kitu endelevu. Kwa maana ya kwamba mtu akisha kupata ile elimu ya utatuzi wa migogoro, basi elimu ile alitumie katika jamii yake kuhakikisha kwamba ile migogoro kwenye sekta hiyo ya uvuvi haitokei. Kwa upande wake, mwasilishaji wa mkutano huo ndugu Abbas Makame amewasisitiza wadau hao kuepuka migogoro yote itokanayo na bahari. Kwa matumbawe haya yote ni viumbe hai na yanaishi na kupumua kama samaki au wanyama wengine wa baharini, yanastawi na kukua au kulemaa na kufa kulingana na mazingira ya usalama wa baharini. Na ndio maana serikali ile haramu au matumbawe inatokea lini? Umesema tu kwamba ndio samaki wanapozaliana kwenye matumbawe. Sasa tukiabomoa, maana utakuwa uzazi wa samaki haupo, watapungua samaki, tutakosa kitoweo. Nao baadhi ya washiriki walioshiriki mkutano huo waliweza kuchangia mada mbalimbali zilizowasilishwa katika mkutano huo. Uharibifu wa mazingira kwenye bahari, tunaita huu ufugaji wa samaki ili kupunguza wengine wasende kule wafuge huku ili kupunguza population ya watu kule baharini. Pia upandaji wa mikoko katika maeneo ya pwani. Hii pia itasaidia uzalishaji au ongezeko la viumbe katika maeneo ya coastal areas ambao watapelekea uongezaji au kuongezeka kwa viumbe katika maeneo ya bahari. Kwanza kuwepo kwa elimu kwa jamii husika juu ya kulinda rasilimali za bahari. Hapa kuwepo kwa elimu kwa jamii husika, elimu ni pana. Tunaweza kusema kwamba kudhibiti rasilimali za bahari, kwa mfano kwamba sasa hivi bahari inaharibiwa sana, mfano wanaovua yale madema ya waya. Sasa wote tunaweza tukaambia jamani, ili kulinda rasilimali za bahari, mfano majani yale tunasema majani pamoja na mwani, ili kulinda mwani usiharibike, ina maana tutumie madema ya asili yale ya miti yale badala ya ile madema ya wavu, sababu yale madema ya nyua yale yanaharibu sana mazingira. Ikumbukwe kuwa jumuiya ya Jongoe Development Foundation kwa kushirikiana na Foundation for Civil Society wameendeleza kutoa mafunzo mbalimbali ya utatuzi wa migogoro katika wilaya ya Kaskazini A Unguja.